Okay. Yeah. Oh yes. Mchezo. Show kali. Tukae kama watu kwenye page namba 2 Amplify. Jioni zetu ndio hizi. Friday imepamba moto, iko juu kileleni. Yeah, Millard Ayo hapa pamoja na Frida Amani. Oh yeah. So kwenye page namba 2 leo tunaangalia upande wa Papa. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani. Naam. Yeah. Jana waumini wa kanisa Katoliki duniani kote walimpokea kiongozi mpya wa kanisa hilo, Robert Prevost, ambaye ameshika wadhifa wa Papa mpya baada ya kifo cha Papa Francis aliyefariki Jumatatu ya Pasaka April 21. Robert Prevost mwenye umri wa miaka 69 anakuwa Papa wa 267 na atajulikana kama Leo wa 14. Papa Leo wa 14 ni Marekani na anakuwa Marekani wa kwanza kushika wadhifa wa Papa, ingawa ana uraia pia wa nchi inaitwa Peru. Alipokaa miaka mingi kutoa huduma za kimishonari. Alizaliwa Chicago mwaka 1955 na alihudumu kanisani kama kijana au kama mtumishi kwa miaka mingi enzi za utoto, na aliwekwa wakfu kama padre mwaka 1982. Unaweza kujiuliza mchakato wa kumpata Papa ukoje na unazingatia nini hasa, na vipi kuhusu tafsiri ya moshi mweupe na mweusi? Amplify imezungumza na Padri Agapit Tarimo kutoka ubalozi wa Vatican nchini Tanzania. Kwa miaka mingi ya zamani ilikuwa ni ngumu kutoa taarifa kwa watu kwamba Papa amepatikana, na kwa karne nyingi basi huu taratibu wa kutumia moshi kama ishara ya kujulisha watu kwamba Papa amepatikana basi ilitumika, na mpaka sasa kanisa limeendelea kutumia utaratibu huo wa kwamba kwa kuwa makardinali wamejifungia kwenye chumba maalum kanisa la Sistine wakiwa wanafanya uchaguzi huu, basi watu wa nje hawaingii na wao hawatoki nje. Na kwa nyakati zetu hizi wangeweza kutumia na simu na nini, lakini wanaweka system za kublock kabisa kwamba mawasiliano hakuna. Kwa walioko ndani hawajui kinachoendelea nje, walioko nje hawajui kinachoendelea ndani, ili uchaguzi usiingiliwe na influence ya nje. Kwa hiyo unakuwa walioko ndani ndio wanaofanya ule uchaguzi. Wanapiga kura, wanaapa kwamba kweli huyu ninayemchagua ninamchagua kweli anaweza kuongoza kanisa, na wanaapa kwa Mungu kwa hilo. Kila kura anayopiga anaapa. Na sasa anapomaliza kupiga kura, sasa kura zinahesabiwa. Anatakiwa apate 2 ya 3. Kwa mfano mwaka huu walikuwa 133, kwa hiyo angalau kura 89, sio chini ya hapo. Na ili apate kura 89 basi ni wote, na ukiangalia kundi la mwaka huu ni makardinali kutoka nchi nyingi duniani. Papa Francisco alijitahidi kuweka makardinali kutoka nchi nyingi, kwa hiyo sio wa eneo moja, kwa hiyo hawajuani. Kwa mpaka mmoja apate hizo kura ni mpaka kweli awe amefanya kazi, yaani tuseme wameona kweli anafaa, kwa hiyo hakuna bias. Na hivyo basi zinapopatikana baada ya kura ya kwanza, wanahesabu zisipofika 89 kama huyu, basi zinachomwa moto. Zinapochomwa moto, watu kule nje wanaangalia moshi. Kama kwa kura ya kwanza amepata, basi amepita, utatoka moshi mweupe. Kama utatoka mweusi, maana yake hajapata. Kesho yake watapiga tena kura. Kura ya kwanza asipopatikana wataacha. Kura ya pili asipopatikana, wakati ya saa 6, 7:30, watachoma zile kura. Na kujua kwamba kura amepatikana, basi utaona moshi mweupe. Kama hajapatikana mweusi, kama tulivyoona jana hiyo. Na jioni watarudia pia kura 2. Kura ya kwanza ikipatikana watatoa mapema saa 12. Asipopatikana kura ya pili atatoa jioni saa 1:30 kule, kama ilivyoonekana jana. Kwa hiyo unaona amepatikana katika kura ya 5 kama alivyofanya Francisco. Maana 2 asubuhi, moja ya kwanza siku ile jioni, 2 asubuhi na 2 jioni.
kwa akapatikana kwa hizo kura. Sasa moshi mweupe na mweusi haimaanishi kwamba kura zikichomwa watu wakisali basi ule moshi utabadilika rangi. Kama hakupata na zikachomwa, mkisali haiwezekani ikabadilisha kwamba sasa apate. Hapana. Ni kwamba wanatumia utaratibu wa kwamba huo moshi utoke mweupe au mweusi kwa kuongeza substance yoyote au kitu chochote kinachoweza kutoa ule moshi ukiwa wa rangi hiyo nyeupe au rangi hiyo nyeusi, na sio kwamba sala zinabadili ule moshi uwe mweupe au mweusi. Na baada ya huo moshi mweupe kutoka, utaona kwamba watajiandaa kwa muda karibu lisali zima kuweza kuandaa utaratibu papa aweze kutoka nje kutangazwa, halafu atoke nje asalimie watu na kadhalika. Kama mlivyoona jana, ilichukua muda kidogo, uwanja ukajaa watu kama tulivyoona, na papa akaweza kutangazwa na akatangazwa na jina lake, kwa sababu lazima abadili jina pia. Kama alikuwa anajiita jina jingine, basi linakuwa ile jina alilochagua. Kwa hiyo inakwenda namna hiyo. Asante sana Padri Agapit Tarimo. Sasa nini kinafuata baada ya kuchaguliwa kwake? Anaelezea zaidi. Okay. Kwa miaka ya zamani sana kulikuwa na kusimikwa ambao papa anaingia kwenye kiti chake, kwenye mamlaka yake, na kunafanyika ibada maalum kwa ajili ya kumsimika tuseme au kuchukua madaraka yake. Na papa anavyokuwa amechaguliwa basi kuna mambo mengi yamebadilika. Mapapa waliacha kutumia mambo mengine ambayo hayakuwa lazima sana. Ilikuwa inaonyesha kama wao ni viongozi na kama wafalme na mambo kama hayo. Kadiri ya unyenyekevu na namna wanavyoona inafaa, basi wamepunguza baadhi ya mambo na hivyo kufanya mambo marahisi zaidi. Kwa hiyo papa anachukua madaraka yake na mamlaka yake, inaadhimishwa misa na makardinali ambayo anaongoza na anaanza kazi yake rasmi. Na anapokuwa amekufa papa, basi wale wakuu wa dikasteri wanakuwa hawako tena kwenye mamlaka ya zile dikasteri, bali masekretari wao au makatibu wao ndio wanashika zile ofisi. Ofisi zile zinakuwa zimeachwa, na papa anapochaguliwa mpya, basi wale anaweza nao akawa na uhuru wa kuwaambia waendelee na zile ofisi mpaka watakapoambiwa tofauti, kwa sababu papa mpya anatangaza serikali yake mpya. Lakini sasa anaweza akaendelea nao au pia akawabadilisha, kwa sababu yeye mwenyewe ndo anaunda serikali mpya. Lakini ili kuwe na mwendelezo, mara nyingi hawabadili ghafla au hawabadili. Kama wanafanya vizuri kwenye kazi zao, wanaendelea, kwa sababu uongozi wa kanisa ni tofauti na uongozi wa siasa. Hamna mtu anakuja na watu wake, hapana. Mtu anafanya kadiri anavyoweza na wanavyoweza kuhudumia watu, kwa sababu ni ofisi ya huduma na sio ofisi ya kimamlaka. Yes. Hiyo ni page namba 2 kwenye Amplifier. Asante sana Padri Agapit Tarimo kutoka ubalozi wa Vatican nchini Tanzania. Oh yeah.